asubuhi. Tunakupa sifa tukisema ni asante. Asante maana wewe ni kwa mwema, umekuwa mwaminifu Bwana. Maana tunakuinua tukisema ni asante. Asante Bwana ni kwa ajili ya neno ambalo tunaenda kujifunza asubuhi ya leo. Tunaomba na kupokea kwamba unatuongoza, unatufungua katika maarifa na ufahamu yetu Bwana. Tunapata kuongezeka zaidi na zaidi. Tunajua kwamba kupitia neno lako Bwana tutapata kuimarishwa, tutapata kujifundisha zaidi kuhusu neno lako. Asante Bwana maana wewe ni Mungu mkuu. Asante Bwana maana wewe ni wa baraka kwetu. Asante Bwana maana wewe ni mwaminifu siku zote. Na Baba, tutazidi kukutumikia katika maisha yetu, maana wewe ni mwaminifu zaidi na zaidi. Katika jina lako kuu, katika pendo lako ulionao juu yetu zaidi, tunaomba tukishukuru. Amen. Asubuhi ya leo tunajisikia vizuri kukaa uweponi mwa Bwana. Tumsifu Yesu. Ukiwa mwana wa Mungu unajisikia vizuri ukiwa uweponi mwa Bwana. Tumsifu Yesu. Maana yeye ametukuzwa siku zote. Ametukuzwa ndani yetu, ametukuzwa katika maisha yetu. Na zaidi ya yote yeye ni mwaminifu, kwa sababu yeye ni baba yetu. Ndiposa tunasikia vizuri kukaa uweponi mwake. Tunapata tujifunze. Ujumbe wetu ni kwamba umuhimu wa muamini, ama ni faida ipi unapata unapokuja katika kanisa la Yesu Kristo, ama katika nyumba ya Bwana. Umuhimu wa kukaa katika nyumba la Bwana. Umuhimu au manufaa ya kanisa. Ni manufaa gani unapata kama muamini katika kanisa lako? Manufaa au umuhimu ya kanisa kwa muamini. Manufaa ya kanisa kwa muamini au umuhimu wa kanisa kwa muamini. Umuhimu wa kanisa kwa muamini. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Mara nyingi tunaona kwamba watu wengi wanaenda kanisa ili wapate tu kuombewa. Tumsifu Yesu. Unaenda kanisa ili upate tu kuombewa, ama unaenda kanisa ukiwa na haja fulani. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu wewe unapoenda kanisa ujaenda pale ili upate kunufaika. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe umeenda pale ili haja zako zitimizwe. Tumsifu Yesu. Na si upate kukua mahali pale. Tumsifu Yesu Kristo. Wengi tunaenda kanisani ili haja zetu zipate kutimizwa. Tunaenda kanisani ndio tujue kwamba dhambi zetu haziko tena. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kanisani tuone kwamba tunakemewa mapepo. Tumsifu Yesu. Kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba kanisani ndio mapepo zinaondolewa. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kama muamini, tumsifu Yesu, tushatambua kwamba kuna umuhimu wa kukaa mahali pale. Tumsifu Yesu.
kuna umuhimu wa kupatikana katika kanisa lako la mahali, ndio ukwe muamini, kwa sababu ile siku uliamini injili ya Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuliona kwamba atakayeamini jina lake, tumsifu Yesu Kristo, atapata kuokoka. Tumsifu Yesu. So kupitia ile injili ambayo uliamini na ukapata katika kanisa lako ambayo unaendanga kila Jumapili unaliadumu, tunaona kwamba usije kwa nia ama ukijua kwamba mimi nimekuja ili haja zangu zipate kutimizwa. Tumsifu Yesu. Inafaa ukija ujue kwamba mimi nimekuja ili nipate pia kukua. Tumsifu Yesu. Kwa sababu uwezi kuwa kama unapatikana pale nje. Tumsifu Yesu. Ukipatikana ndani ya kanisa lako ambalo unalidumu utapata kukua. Lakini uwezi sema unataka kukua ukiwa pale nje, haukutaniki na watu wengine. Tumsifu Yesu. Kwa sababu wakati wowote mtu mmoja ukiwa peke yako uwezi ukakua. Tumsifu Yesu. Unahitaji mmoja au mwingine ndio mpate kukua zaidi, kwa sababu unapata mafundisho mahali pale, unapata kuelimika zaidi. Kile ambacho huku unajua unapata kujifundisha mahali pale. Tumsifu Yesu. Lakini huwezi niambia we ni mwaminifu. Tumsifu Yesu Kristo. We ni mwaminifu na upatikani katika maeneo yako ya maombi. Tumsifu Yesu Kristo. Upatikani mahali waamini wenzako wanakutanika kwa pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Hata maombi tuliona ilifanyika watu wakiwa 2, 3 na zaidi. Tumsifu Yesu. Huwezi kuwa ukiwa peke yako, ni lazima mkwe wengi. Tumsifu Yesu. So tunahitaji nafsi yako kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Zaidi tunahitaji wewe upatikane ndio uweze kukua. Huwezi sema unataka kukua na uko pale nje unatembea na unasema mimi kanisa langu iko mahali fulani. Tumsifu Yesu. Haiendi hivyo. Ni lazima uwe na wenzako ili mpate kufundishwa na kujifundisha kwa pamoja. Tumsifu Yesu. Ndio upate kuelimika na kuimarika zaidi. So tunaona kwamba kanisa ni mkusanyiko wa kimwili wa muamini. Tunapata kuona kwamba kanisa ni mkusanyiko wa kimwili wa muamini mahali fulani. Kanisa ni mkusanyiko wa kimwili wa muamini mahali fulani. Kanisa ni mkusanyiko wa kimwili wa muamini mahali fulani. Kanisa ni mkusanyiko wa kimwili wa muamini mahali fulani. Tumsifu Yesu. Mnapokutanika mahali fulani, so tunaona kwamba kanisa ni mahali watu wanakutanika, mikusanyiko, mikutano zinakuwa mahali pale, watu wanasaidiana, watu wanaelimishwa, watu wanafundishwa zaidi. Tumsifu Yesu. So huwezi sema uko na kanisa lako la mahali kama haupatikani mahali pale, kwa sababu wewe utakuwa unajisikia tu peke yako. Tumsifu Yesu. Na hiyo manufaa yako ambayo haiwezi kukusaidia mahali popote. Tumsifu Yesu Kristo. Utakuna kaa kwa nyumba unasema ninaye kanisa yangu. Tumsifu Yesu. Lakini je, hiyo kanisa yako unaipenda? Tumsifu Yesu. Kwa sababu kitu ambacho unakipenda zaidi ni lazima uikipe kipaumbele. Tumsifu Yesu. Na kama uende mahali pale kuhudumu, tumsifu Yesu, utakuwa aje na shauku ya kusema niko na kanisa langu naenda mahali fulani, kama ukutaniki na wengine, na tena itafika mahali unataka kusaidiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu katika hii maisha tunajua kuna siku utanihitaji na mimi nitakuhitaji. Tumsifu Yesu. Na kama unajua umetosheka peke yako, hiyo si kusema unapenda kanisa lako. Ni lazima upatikane mahali pale, muhudumike pamoja, mupate kukua pamoja. Kanisa lako la mahali ni mpango wa Mungu. Kanisa lako la mahali ni mpango wa Mungu kwa ajili ya ukuaji wa kila muamini. Kanisa lako
la mahali ni mpango wa Mungu kwa ajili ya ukuaji wa kila muamini. Kanisa lako la mahali ni mpango wa Mungu kwa ajili ya ukuaji wa kila muamini aweze kunufaika nalo. Mpango wa Mungu kwa ajili ya ukuaji wa kila muamini aweze kunufaika nalo. Aweze kunufaika nalo. Aweze kunufaika nayo. Aweze kunufaika nayo. Kwa sababu mara ya kwanza tulisema kwamba unapokuwa unaamini, tumsifu Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, tumsifu Yesu. Unapolikili lile jina kuu, tumsifu Yesu Kristo, tunapata kuokoka, tumsifu Yesu Kristo. So kama unaakiri lile jina na unapata kuokoka, tumsifu Yesu, kwa sababu ni kupitia Injili ambayo unapata kukiri hilo jina la Yesu, tumsifu Yesu Kristo. Na kama unatambua kwamba wewe unajua huwezi sikia Injili, ni lazima ni mtu akuletee, tumsifu Yesu Kristo, ni mtu mwingine akuelezea habari njema kuhusu Yesu Kristo, na pale utapata kusaidika, tumsifu Yesu. Na kwamba unajua umepata kufaidika mahali pale kupitia kusikia hii habari njema ambayo tangu hukuwahi sikia, tumsifu Yesu. Ulikuwa unasikia tu, lakini hukuwahi sikia habari kuwa ukiliamini lile jina la Yesu Kristo, pale tu unapohubiriwa habari njema unapata kuokoka, na unatambua kwamba Kristo alisema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri, tumsifu Yesu. Ni lazima na wewe utamani katika moyo wako, tumsifu Yesu Kristo, ili mwingine aweze pia kuokoka mahali fulani. Usiwe binafsi useme mimi nilishahubiriwa, nilishatambua huyu Yesu, sina shida tena, tumsifu Yesu, nikatambua kwamba Kristo alifuta dhambi zangu zote. Hapana. Kama muamini mwaminifu zaidi na mwenye upendo ambao Kristo alitupenda nao mwanzo, Kristo alisema ni lazima mkafundishane nyinyi kwa nyinyi, tumsifu Yesu. So ni vizuri ukifundishana habari kuhusu Kristo, ukaeneze hadi ndio usikie vizuri katika moyo wako, kama watu kadhaa wataokoka, tumsifu Yesu Kristo, kwa sababu watapata kutambua kuhusu Kristo, kwa sababu hata hao watazidi kueneza zaidi na zaidi, na hivyo ndivyo Injili ya Yesu Kristo itapata kuenea mahali kote, tumsifu Yesu. Tunaona kwamba unapokuwa unaamini unakuwa mwili wa Kristo Yesu. Tunaona kwamba unapokuwa unaamini unakuwa mwili wa Kristo. Tunaona kwamba unapokuwa unaamini unakuwa mwili wa Kristo Yesu. Yaani unakuwa unaamini katika Injili yake. Yaani unakuwa unaamini katika Injili yake. Unakuwa unaamini katika Injili yake. Mwili wa Kristo au jamii ya Kristo au Mungu ni jamii ya kiroho. Pia tunaona kwamba mwili wa Kristo au jamii ya Kristo au Mungu ni jamii ya kiroho ya waamini wote. 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 Tulifundishwa kwamba waamini
ni familia yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Waamini wote ni familia yako katika kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. So unapoamini injili ya Yesu Kristo unakuwa mwili moja pamoja naye. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu Kristo anakaa ndani yangu na anakaa ndani yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Na unaona tunajisikia vizuri maana tumebeba nani ndani mwetu? Tumsifu Yesu. Maana tumembeba Kristo ambaye anatukuzwa zaidi. Na ndio inatufanya tunakuwa chami yake. Tumsifu Yesu Kristo. Inatufanya tujisikie watu wa nguvu zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu mahali Kristo amekaa si mahali pa hivi hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mahali kuna vitu mingi. Tumsifu Yesu. Ni mahali nguvu za Mungu zinatenda kazi zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Mahali popote walipo bila kujalisha dhehebu ni katika kuamini kwao. Mahali popote walipo bila kujalisha dhehebu ni katika kuamini kwao. Kuamini kwao, kwa sababu linaitwa kanisa la kiroho, mahali ambapo waamini hukutana, mahali ambapo waamini hukutana pamoja, mahali ambapo mikutano zinafanyika. So unapata kuona kwamba tunaagizwa ni vizuri kupatikana katika mikusanyiko. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Hata tuliona mitume zaidi walidumu sana katika kuomba. Tumsifu Yesu Kristo. Na katika kudumu katika kuomba tuliona mahali pale hawakuwa mtu mmoja. Tumsifu Yesu. Walikuwa kadhaa. Tumsifu Yesu Kristo. Na walikuwa nadumu katika kuomba. Azin walikuwa tu siku moja. Tumsifu Yesu Kristo. Ilikuwa kitu ya muendelezo. Tumsifu Yesu Kristo. Ilikuwa ni katika kuendelea. Walikuwa wanafanya yale maombi kwa kuendelea. So unaona walikuwa katika mikutaniko. Tumsifu Yesu. Walikutanika pamoja ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Walikutanika ni kwa ajili ya kueneza habari. Walikutanika pale ili mioyo zao zipate kupona. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio tunaambiwa kwamba ni vizuri ndio upate kuimarika zaidi katika nyumba ya Kristo. Usitake tu ukuje na utoke. Tumsifu Yesu Kristo. Useme nimekuja kanisani, mimi masaa yangu ikifika naondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Hapana. Ni vizuri ujulie familia yako ya kiroho. Ujue wanaendeleaje. Tumsifu Yesu Kristo. Mnasaidiana mahali pale. Ndio tutapata kujua mtu fulani anaendeleaje. Tumsifu Yesu Kristo. Kupitia lile pendo la Yesu Kristo. Kwa sababu hatuwezi kuwa waamini wanafiki. Tumsifu Yesu Kristo. Wale tunakuja tu kwa sababu yetu. Tumsifu Yesu. Inafaa uje ukijua kuna mwenzangu mahali. Tumsifu Yesu Kristo. Ni lazima nimjulie hali, nijue anaendeleaje. Tumsifu Yesu. Kwa sababu hapo mtapata kueneza habari moja au mbili. Tumsifu Yesu. Lakini ukikuja kanisani na wewe ukue wa kwanza kuondoka, hautakuwa unafanya katika upendo wa Yesu. Ni lazima utembee katika njia iliyokuu na pendo ya Yesu Kristo. Ukipatikana mahali, ndio tuliambiwa ni vizuri upatikane katika kanisa. Usituambie utakuwa nyumbani hata ukituletea pesa yako. Yes, tunahitaji pesa yako, lakini tunakuhitaji wewe kwanza. Tumsifu Yesu. Kwa sababu hiyo pesa utakuwa unatoa tu. Tumsifu Yesu. Lakini unajua ukifundishwa vizuri upate kuelimika zaidi. Tumsifu Yesu. Utapata kutoa katika njia nzuri, na pia utatambua kwamba kumbe kuna umuhimu wa mimi kupatikana mahali pale. Kuna umuhimu wa mimi nikae pamoja na waamini wenzangu. Tumsifu Yesu. Si tu uko nyumbani alafu unapata
kutumana. Tumsifu Yesu. Huwezi ukakua, kwa sababu unapozaa mtoto utatamani akienda hatua hadi hatua. Hakuna mtoto anazaliwa akiwa tu amebakia mahali pale. Tumsifu Yesu. Ingekuwa ni hivyo, sisi wote tungekuwa tuko bado watoto wadogo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu tunashukuru Mungu, mchungaji wetu ni mzuri zaidi. Tumsifu Yesu. Na tutazidi kumwombea siku zote, Kristo amlinde zaidi. Tumsifu Yesu. Na azidi kuwa mwaminifu, ni kwa ajili ya kutufundisha. Tuliambiwa kwamba sisi wote ni wanafunzi, si ndio? Ni lazima ukue mwanafunzi. Na unajua kukua mwanafunzi, huwezi kuwa mwanafunzi ukiwa nyumbani. Tumsifu Yesu. Huwezi kuwa mwanafunzi ukiwa kazini. Tumsifu Yesu. Mwanafunzi anapatikana katika darasa. Huwezi taka kupita mtihani na uko home. Ni lazima upatikane uko darasani. Mwalimu anapofundisha ni lazima upatikane mahali pale, kwa sababu huwezi ukakua. Wengine wanasonga hatua na we uko pale. Utaanza kusema ni kama wananionea. Tumsifu Yesu Kristo. Utasema ni kama na mimi mbona wanichagui. Tumsifu Yesu. Si eti kwamba wakuchagui. Tumsifu Yesu. Huyo mwenye anachagua ako tu sawa. Tumsifu Yesu, kwa sababu huwezi chagua mtu kama hajakuwa. Tumsifu Yesu. Ni lazima uangalie kwamba huyu ni mtu anapatikana. Tumsifu Yesu. Ni mtu anajitolea, ni kwa ajili ya kazi ya huduma. Tumsifu Yesu. Na pia at least anapenda kanisa lake. So wewe usianze kulalamika pale, uanze kusema hata pastor ni kama anaangalianga, mimi sijui. Pastor angaliangi. Tumsifu Yesu. Tunahitaji, na ni furaha yetu kwamba kila mtu akipata kukua, kwa sababu sisi hatuonei mwingine wivu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunatamanio la mioyo yetu ni kwamba ni kila mtu apate kukua. Na ndio kila mtu apate kukua, tunakuhitaji hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Tunakuhitaji upatikane katika mikutano. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu tunapofundishwa na wewe upate kufundishwa. Tukikua sisi wote tukue. Tukisonga hatua na wewe usonge hatua. Tumsifu Yesu. Hiyo ndio furaha ya mchungaji ama furaha ya baba katika familia. Tumsifu Yesu. Anapolea watoto, anataka kuona watoto wote wakiwa sawa. Tumsifu Yesu. Hataki kuona kuna ule hapatikani, leo sijalia na wapi. Mzazi haizi furahia. Furaha yake ni kwamba watoto wake wanakuwa vizuri. Tumsifu Yesu. So kama mwaminifu, ni vizuri ujifunze kwanza ni kupenda kanisa lako la mahali. Tumsifu Yesu. Kwa sababu unapolipenda utataka kujua zaidi na zaidi, kujua watu wanaendelea aje. Na pia utataka kutambua hatua ambazo watu wanaenda. Ndio utapata pia kukua. Ndio hapo ndio utaona at least hii kanisa kuna mahali inanipeleka. Tumsifu Yesu Kristo. Tusiwe tu tunataka kwenda kanisa ili tuombewe, tupokee. Utapokea, lakini hujafundishwa njia nzuri ya kuilinda zile vitu umepokea. Tumsifu Yesu Kristo. Utapokea leo na kesho zimeondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu hukufundishwa njia nzuri ya kuilinda. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini mwalimu anapokufundisha njia nzuri ya kuitunza kitu, tumsifu Yesu, utakuwa mwaminifu utakapopata hiyo kitu. Na pia at least hata wewe utafundisha mmoja au mwingine. Huwezi kaa nyumbani alafu tuambie utakujifundisha mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiwa mahali fulani unahitaji kukua, na ni lazima upatikane. Tumsifu Yesu. Kila mmoja mahali popote, haijalishi dhehebu yake, mradi yeye ni muamini katika ufufuo wa Kristo. Kila mmoja mahali popote, haijalishi dhehebu yake, mradi yeye ni muamini katika ufufuo wa Kristo. Kila mmoja mahali popote, haijalishi dhehebu yake, mradi yeye ni muamini katika ufufuo wa Kristo, anakuwa familia
ya Mungu. Anakuwa familia ya Mungu. Anakuwa familia ya Mungu. Inakuwa familia ya Mungu. Kila mmoja mahali popote, haijalishi dhehebu yake, mradi yeye ni mwamini katika ufufuo wa Kristo, anakuwa kila mmoja mahali popote, haijalishi dhehebu yake, mradi yeye ni mwamini katika ufufuo wa Kristo, anakuwa mwili mmoja na Kristo. Anakuwa mwili mmoja na Kristo. Anakuwa mwili mmoja na Kristo, ama anapata kukaa pamoja na Kristo Yesu. So tunaona kwamba kukuwa mwamini, tumsifu Yesu Kristo, au kukuwa mwana, tumsifu Yesu. So tunaona kwamba kuamini injili ya Yesu Kristo, tumsifu Yesu, kuamini katika ufufuo wake ni jambo njema zaidi, tumsifu Yesu Kristo, kwa sababu pale tu ambaye unaamini katika ufufuo wake, tumsifu Yesu Kristo, unakuwa mwili mmoja pamoja na Kristo, kwa sababu mnajiunganika, mnakuwa familia moja, tumsifu Yesu Kristo. So tunaona kwamba ni namna gani au ni umuhimu gani unapata katika kuliamini lile jina, tumsifu Yesu Kristo, kwa sababu usipoliamini lile jina la Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo, utakuwa hautapata matunda yake yaliyo ndani yake, tumsifu Yesu Kristo. Lakini unaona, unapoamini jina lake na pale unapata kuona matunda zaidi ambayo Kristo amebeba, tumsifu Yesu, kwa sababu Kristo anakaa katika muamini, tumsifu Yesu Kristo. Kristo anakaa ndani ya muamini, tumsifu Yesu Kristo. Na kama Kristo anakaa ndani ya muamini, unaona matunda zaidi ambayo muamini anapata kuona, tumsifu Yesu, anapata kunufaika zaidi, kwa sababu kama mwana, tumsifu Yesu Kristo, na uko na baba yako, tumsifu Yesu Kristo, na maybe kuna mwingine anaita huyo babu, tumsifu Yesu Kristo. Acha nipeane kwa mfano. Unajua mwana atapata zaidi kuliko mjukuu, tumsifu Yesu Kristo, kwa sababu baba siku zote kipaumbele yake ni mwanae, si ndio? Na baba haezi ngoja mwana aenda aombe, tumsifu Yesu Kristo. Tayari baba anatambua kwamba huyu mtoto anahitaji kitu fulani, na unajua mtoto akiitisha na mjukuu aitishe, mimi najua baba atapea mwanae kwanza, tumsifu Yesu. Nikikumbuka Pastor Joshua nimeisikia akisema, unajua Esther, maybe na mtu mwingine aitishe kitu, unajua Esther ndiye atapewa kwanza kwa sababu anatambua, na pia nakaa na Esther, anajua huyu ni mtoto wangu, sieti ana mashaka ndani mwake, tumsifu Yesu, ana uhakika kwamba huyu ni mwanangu, tumsifu Yesu Kristo. So amempa kipaumbele. So Esther hawezi kuja akaomba, tayari babake anajua huyu ni mtoto wangu na anahitaji, na hiyo hitaji anajua, tumsifu Yesu. Hivyo ndio Kristo alivyo, tumsifu Yesu, anatambua kwamba mwanawe anahitaji, so si lazima uombe, tumsifu Yesu Kristo. Ndio tuliona kwamba zaidi ya vile sisi tunaona, Kristo tayari anaona zaidi. Vile tunafikiria, yeye alishafikiria zaidi na zaidi, tumsifu Yesu Kristo. So tunajisikia tuko na furaha, maana tumebeba mtu wa nguvu, tumsifu Yesu. Tumebeba mtu wa nguvu ambaye anakaa ndani yetu siku zote, tumsifu Yesu. Hatuwezi kuwa na mashaka tuseme ni kama tujaokoka vizuri, tumsifu Yesu. Usiangalie hali unayopitia leo, tumsifu Yesu Kristo, ukasema na jamani, hata kama tunafundishwa ati tumebeba huyu Yesu, na hivi tunapitia jamani, sina pesa, maisha yenyewe ndio hayo,
Usiangalie leo. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe usiangalie hiyo. Kristo anajua tayari. Anajua wewe unahitaji nini. Tumsifu Yesu Kristo. Cha muhimu au cha zaidi ni usikose kumwamini. Tumsifu Yesu. Usikose imani ndani mwako. Tumsifu Yesu. Kwa sababu una uhakika tayari kwamba baba yangu atanitendea. Baba yangu anajua mimi nahitaji. So usikuwe na shaka katika moyo wako useme, mimi hata naona kama atakosa. Akikosa anajua venye nitafanya. Tumsifu Yesu. Si hivyo. Kama mwana nafaa ukuwe na imani na useme, nina baba wa nguvu. Tumsifu Yesu. Nina baba ambaye anatambua nahitaji nini. So usiangalie chenye unapitia leo. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe mzidi kutazamia katika Kristo Yesu. Maana yeye ni mwaminifu na anatenda zaidi na zaidi. So usiseme mimi naona kama inafika mahali nitaacha hata kwenda hiyo kanisa, kwa sababu kama ni hivi sio ni kama naendelea, kwa sababu ni mara ngapi nimeomba. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mara ngapi nimeomba na hata baada hajanifanyia. Tumsifu Yesu. Usichoke, kwa sababu Kristo anajua. Tumsifu Yesu. Wewe mzidi kumwaminia, mzidi kuomba, uzidi kumtendea kazi katika nguvu zake, maana yeye ni mwaminifu siku zote. Usiwe na mashaka. Tumsifu Yesu Kristo. Sababu mwana wa Mungu hana mashaka ndani mwake. Tumsifu Yesu Kristo. Imani yako ni dhabiti. Tumsifu Yesu Kristo. Na unaye msimamo kwamba mimi nimebeba mtu wa nguvu. So sihitaji kuwa na mashaka. Nianze kulegea niseme ni kama atufundishwe vizuri. Tumsifu Yesu. Tunafundishwa vizuri, si ndio? Tunafundishwa vizuri zaidi, kwa sababu ndio tunapata kukua polepole. Tumsifu Yesu. Kupitia kukaa katika darasa au kukaa katika maeneo yako. Tumsifu Yesu Kristo. Majina ya kanisa haikufanyi uwe bora kuliko wengine. Tunaona kwamba majina ya kanisa haikufanyi uwe bora kuliko wengine. Majina ya kanisa haikufanyi uwe bora kuliko wengine. Majina ya kanisa haikufanyi uwe bora kuliko wengine, bali hayo ni majina tu kulingana na majina tu. Majina ya kanisa haikufanyi uwe bora kuliko wengine.